Bwana, hii ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu hii inayopewa jina la Headmaster wangu. Hii simulizi bwana, unajua ni simulizi moja ambayo ina mafunzo mengi sana humu ndani. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunapaswa tujifunze humu ndani. Ninataka tu kukukumbusha kwamba katika sehemu ile ya 3 tulishia mahali ambapo mwanadada Tumi alikuwa tayari amemwonyesha mwenyekiti wa bodi ya shule ambaye tulimuona anaitwa Bingise Kabudi. Alikuwa amemwonyesha video ambazo alikuwa amemrekodi Headmaster akiwa kwenye masuala ya faragha. Na video hizi pamoja na picha ambazo alizokuwa amezirekodi ulikuwa ndio ushahidi pekee ambao uliokuwa unategemewa kwa ajili ya kumtia hatiani Headmaster. Sasa mwanadada Tumi akawa tayari amemwonyesha mwenyekiti wa bodi ili mwenyekiti wa bodi aweze kuitisha kikao na waweze kumchukulia hatua za kinidhamu Headmaster. Of course tunajua kabisa hawezi kuchukua moja kwa moja, lakini maana yake wangechukua ile jambo na kulipeleka mbele, kitu ambacho Headmaster asingeweza kukaa katika hali ya utulivu. Lakini pale ndipo mahali ambapo tulipoishia. Sasa hatujajua kabisa kwamba je, mwana mama huyu Bingise atafanikiwa kushughulika na hili jambo na kuitisha bodi kama ambavyo alivyokuwa ameahidi kwamba siku 2 angeitisha bodi katika hali ya dharura na kuweza kumshughulikia Headmaster kuhusiana na mahusiano yake yeye pamoja na wanafunzi wa kike pale, au vipi? Lakini pia kuna upande mwingine ambapo mshikaji mmoja ambaye naye alikuwa ni mwanafunzi yule anaitwa Fenyo, ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa Kagiso. Walikuwa wanasoma wote, anamsolvia maswali na kadhalika na kadhalika. Na kama vile ambavyo tulivyokuwa tumeona, alikuwa ameumia sana baada ya kupata taarifa kwamba Kagiso alikuwa ameonekana katika hali inayoonyesha kwamba ana mahusiano ya kimapenzi pamoja na kijana Kagosh. Sasa tukaona na mambo mengine kadha pale. Sasa hatukujua kwamba ni nini ambacho kiliendelea pale, kwamba Fenyo pengine atachukua maamuzi gani na kadhalika na kadhalika. Bwana, hayo na mengine mengi tuliachia hewani. Kuna mambo mengi sana. Mimi nikukaribisha sana katika hii ambayo ni sehemu ya 4 sasa, ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi yetu hii. Na kukumbusha tu kwamba kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya video hii. Lakini pia vile usiache kutoa comment baada ya kusikiliza simulizi hii, na kushauri hii simulizi bwana usikubali kuiachia njiani, kwa sababu naamini kuna mambo mengi sana utajifunza. Karibu tuungane. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Karibu. Mpaka kufikia pale bwana, mwanadada Tumi alikuwa moyo wake umeanza kusafika. Alikuwa anajua kabisa kwamba sasa anakwenda kuwasaidia watu wengine ambao wanaotumika kingono. Anakwenda kuwasaidia ili wasiendelee kutumika na kuharibuliwa maisha yao na mkuu wa shule, Headmaster wa shule ile. Lakini kama ilikuwa haitoshi, pamoja na vile yeye alikuwa amejiamini na akafurahi sana. Akasema kwamba lazima hilo jambo aendelalo, na hata kama litakuwa linahitajika kwamba yeye aweze kwenda kutoa ushahidi mahakamani, yuko tayari kwenda, ili mradi kuhakikisha tu kwamba anawasaidia wanawake wengine, wasichana ambao wanaotumika kingono pale shuleni. Msikilizaji, kwa upande wa mwanamama Bingise, mwenyekiti wa bodi ya shule ya The Beauty Zambezi High School, alikuwa na yeye yuko moto kweli kweli. Haraka sana aliporejea nyumbani, aliandika barua ya haraka sana ili kuweza kuhakikisha kwamba taarifa ile inafika kwa wajumbe wote, ili kusudi waweze kufika shuleni hapo kesho yake, waweze kukaa kwa ajili ya kujadili mambo ya msingi sana kuhusiana na sakata lile. Kwa ufupi kabisa, Bingise aliandika barua baada ya kuwasiliana na katibu wake. Barua ambayo iliyokuwa inasomeka kwa umaridadi kabisa, ikiwa imetaja dhumuni safi kabisa la nia ya kikao cha dharura kile. Yahusu kuhudhuria katika kikao cha dharura cha bodi ya shule ya The Beauty Zambezi High School kinachotarajiwa kukaliwa hapo kesho, tarehe hii hapa, mwezi huu, mwaka huu hapa. Ndugu mjumbe, zingatia kichwa cha habari hapo juu. Mimi kama mwenyekiti wa bodi ya shule na kualika katika kikao cha dharura kitakachokaa hapo kesho kujadili kuhusu mwenendo wa Headmaster ya shule ya The Beauty Zambezi High School
kinachohusu kujadili kuhusu masuala ya kinidhamu kutokana na tuhuma nzito zinazomkabili za mahusiano yake yeye, hasa mahusiano ya kimapenzi pamoja na watoto wa kike shuleni hapo. Ndugu mjumbe, zingatia kwamba zimepatikana tuhuma nzito sana ambazo zina ushahidi wa video pamoja na picha zikimhusisha headmaster wa shule hii kuhusika na masuala ya kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi kati yake yeye na wanafunzi wake. Hivyo tunakuomba uweze kuhudhuria katika kikao cha bodi hapo kesho mapema sana iwezekanavyo saa 2 asubuhi. Wako mwenyekiti wa bodi Bingise Kabudi. Barua ya mwenyekiti wa bodi ya shule ilikuwa imesomeka hivyo kwa kifupi sana, ikiwa imejieleza vizuri sana. Taarifa ile ilileta shock sana kwa wajumbe wote ambao walipata ile taarifa. Wajumbe walianza sasa kupigiana simu kila mmoja. Kila mmoja alikuwa anataka kujua ni nini kinachoendelea. Kwa sababu barua ile ilikuwa imejieleza vizuri, basi kila mmoja alikuwa akimpigia simu wenzake na kuanza kujadili hata kabla ya kikao. Kiukweli zilikuwa ni tuhuma nzito, na jambo ambalo lilokuwa nalijadili zaidi ni kuhusiana na huo ushahidi. Barua ile ilikuwa tayari imekwisha kueleza kwamba upo ushahidi wa video pamoja na picha unaomuonyesha headmaster akiwa yuko katika masuala ya mahusiano yeye pamoja na wanafunzi. Kama unavyofahamu bwana, Mwafrika na akili zake bwana, anapenda sana masuala ya umbea. Wajumbe wa bodi ya ligi walikuwa wanatamani hapo kesho papafike haraka. Walikuwa wanatamani siku ile ishe haraka ili hatimaye kesho ifike, ili kwa kusudi moja tu waweze kwenda kujadili swala lile la kuhusu headmaster na waweze kuziona hizo video. Maandalizi yalikuwa ni mazuri sana katika kuangalia zile video. Mwenyekiti wa bodi ya shule Bingise Kabudi aliwasiliana moja kwa moja na mtu wa digital katika shule ya Zambezi High School, akiwa anahakikisha kwamba aweze kumwandalia mazingira yote katika ukumbi ambao huwa bodi ya shule inapotaka kukaa, ukumbi ambapo unaotumika. Alimweleza kabisa yule mwenyekiti anayehusika na masuala ya digital aweze kuhakikisha kwamba kunakuwa na skrini kubwa pale ambapo itakapokuwa inawekwa pale mbele. Basi mwenyekiti wa masuala ya digital pale alifanya maandalizi ya kila aina. Alimweleza mwenyekiti wa bodi ya shule kwamba kila kitu kiko sawa. Kikao cha bodi ya shule kilikuwa kimeandaliwa vizuri sana. Mambo yote yalikuwa yako vizuri. Wajumbe walikuwa wamepata ujumbe na wote walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa ajili ya kuhudhuria kikao hapo kesho. Lakini katika upande wa pili, mwanadada Kagiso moyo wake ulikuwa unazidi kuumia. Alikuwa anawaza sana kwamba ni jinsi gani ambavyo watoto wa headmaster watakavyokuja kutabika pale tu ambapo baba yao atakapokuja kuchukuliwa sheria. Lakini kwa upande wa mwanadada Tumbi, yeye alikuwa anafurahi sana akisema anakwenda kukomesha tabia za hovyo pale katika shule ile. Kagiso alikaa katika hali ya kuhuzunika sana. Kutokana na historia yake ya nyumbani kwao, aliogopa sana mateso ambayo huenda watoto wa headmaster wangekuja kuyapata pindi ambapo baba yao angefungwa jela. Kagiso alifanya maamuzi ya kwenda na kujaribu kumshirikisha jambo hili Fenyo. Alifika na kumweleza Fenyo kila kitu kuhusiana na swala lile kwa sababu tayari alikuwa ameshalifahamu. Fenyo, kuna jambo ambalo natamani uweze kunisaidia. Jambo gani? Ni maswali hayo. Maswali gani hayo siweke hapa mezani? Hata sio maswali. Ni jambo gani? Kuna jambo linanitatiza sana hapa Fenyo. Hebu niambie. Upande wa Fenyo alianza kufikiri sasa pale kwamba pengine angekuja kuelezwa kuhusiana na masuala ya mapenzi kwamba yanamuumiza mwanadada Kagiso, pengine kutokana na video ambazo na yeye alikuwa amezionyeshwa na rafiki yake yule muda mfupi sana au siku chache zilizopita. Alikuwa na yeye anawaza sana kwamba kitu ambacho kinachokuja kinahusiana na ushahidi ambao aliokuwa ameonyeshwa na Tobogo, lakini mambo yalikuwa ni tofauti. Aliongeza umakini kumsikiliza mwanadada Kagiso kwamba ni kitu gani ambacho angeweza kukisema.
kuna sakata moja kubwa sana ambalo linamhusu Headmaster. We, sakata gani? Vipi naye ameanza kutongoza au? Hapana. Ni bora hata kama ingekuwa hivyo. Lakini Headmaster amekutwa akiwa ana date na mwanafunzi. Na sio kukutwa tu, amerekodiwa na video zipo pamoja na picha ambazo alizokuwa jinsi ambavyo walivyokuwa wanaenda katika mienendo ya kwenda kufanya mambo ya chumbani. Na kitu kinachofuata ni kwamba huu ushahidi unakwenda kuwasilishwa kwenye bodi ya shule na hatimaye serikali itachukua hatua. Kwa nilivyoona huo ushahidi, naona hatuwezi kuendelea kuwa na Headmaster huyu hapa. Sasa hebu ngoja, huo ushahidi yani amekutwaje? Yani amekutwaje? Hebu nieleze vizuri. Sijakuelewa vizuri ujue. Yani ni hivi. Yeye Tumi alikuwa ameenda zake nje huko, anasema amemkuta Headmaster yuko na mwanafunzi wako wanakunywa baa. Alafu jinsi ambavyo walivyokuwa wamekaa, amechukua ni zile video zinaonyesha kabisa kwamba Headmaster ana date na yule dada. Lakini sasa mimi kinachoniumiza ni kwamba Tumi yuko tayari kwamba Headmaster aweze kufurushwa. Lakini mimi moyo wangu unaumia sana, na waonea huruma sana. Yaani namuonea huruma pale ambapo anakuja kupoteza kazi. Alafu zaidi ya kupoteza kazi, anaweza akaenda jela. Sijui hata nifanyeje ili niweze kumwokoa Headmaster. Hivi, hebu ngoja nikwambie. Wewe issue za Headmaster hizo mambo mbona nazo siku nyingi sana? Yaani kama wanavyosema za mwizi ni 40. Huenda tu ni 40 za Headmaster zimefika. Lakini Headmaster anayo mambo ya kutoka, mbona wanafunzi kibao? Alafu haangalii. Yaani yule ni form 1, form 6, form KPA wote anapiga. Sasa ni mtu ambaye ana tabia hizo, kama kakamatwa, wewe mwache, huwezi jua nini kitakachoendelea bwana. Unaweza ukasema hivyo alafu ukashangaa unasema umuokoe. Kwanza kwa nini umuokoe? Kwa nini wasiokoe hawa wanafunzi ambao wanaopitia mazingira magumu? Wewe acha naye mambo bwana. Wewe mwache, kama akakionja kikoe sio akifukuzwa kifanya nini? Kwani ana madhara gani kwako? Hata akifukuzwa wewe anakuathiri kitu gani? Wewe achana naye bwana. Fenyo, yani naona nasema hivyo. Sasa ulitaka mimi nisemeje? Mtu yani kwanza hebu tuendelee na mada zingine. Wewe kama watu, mimi natamani tu nione tu hizo. Kwanza mimi natamani nizione hizo video. Nifurahi tu, ni enjoy basi. Fenyo, uliniambia kwamba utakuwa na mimi kunisaidia kila kitu pindi ambapo nitakapokuwa nahitaji msaada. Sasa wewe Kagiso, hili jambo hili linakuhusu nini wewe? Ndio, mimi nilikwambia kwamba mimi nitakupa msaada muda wote ambapo utakapokuwa unahitaji msaada. Hili jambo linakuhusu nini wewe? Hapa nikikupa msaada, mimi nakupa msaada gani? Fenyo, naomba unisikilize. Headmaster na watoto. Sitaki mambo ambayo yalionikuta mimi mpaka kuja kuingia katika mazingira ya kuanza kulipwa, yani kuja kusaidiwa mimi kusoma. Sihitaji kabisa ya mambo yaje yamkute mtu mwingine. Ikiwa Headmaster atafukuzwa kazi na kwenda jela, hii ina maana kwamba na watoto wake wanaweza wakapitia mateso ambayo mimi ninayopitia. Kitu ambacho mimi siko tayari, roho yangu inauma sana. Fenyo, nikwambie kitu, mimi siwezi nikawa na furaha ikiwa ule ushahidi utafika kwenye bodi ya shule alafu nione Headmaster akiwa anafukuzwa kazi na mwisho kwenda jela. Siwezi nikawa na amani, Fenyo. Fenyo, kama unaweza kunisaidia, naomba unisaidie tuweze kumwokoa Headmaster, roho yangu inaniuma. Mwanadada Kagiso alianza kutoa machozi pale. Kitendo kile cha kutoa machozi kilimfanya sasa kijana Fenyo na yeye kuanza kuingiwa na huruma sana. Fenyo moyoni mwake na kichwani mwake akaanza kufikiri, akasema jambo hili japokuwa kwamba halimuhusu Kagiso moja kwa moja, lakini sasa kutokana na kwamba linamuumiza Kagiso, inabidi alifanyia utaratibu ili aweze kumsaidia. Nia na madhumuni
ilikuwa sio kwamba ni kumsaidia Headmaster, lakini alitamani sana aweze kumsaidia Headmaster ili kusudi Fenyo ili kusudi tu aweze kumsaidia Kagiso. Kwa upande mwingine, Fenyo alianza kufikiri kwamba pengine Kagiso na yeye anahitaji kutoka kimapenzi pengine na Headmaster, na ndio maana anataka mteteli aweze kubaki. Lakini machozi ambayo aliyokuwa anazidi kuyatiririsha huku akiomba kwamba aweze kumsaidia yalimfanya kijana Fenyo na yeye kunywea, akaona potelea mbali. Vyovyote itakavyokuwa, lakini inabidi aweze kumsaidia Headmaster kwa nia ya ili tu aweze kumsaidia mwanadada Kagiso. Baada ya kuona machozi mengi, ilibidi aanze kumuuliza na kumvuta karibu yake na kuanza kumbembeleza Kagiso. Kagiso, hebu nyamaza basi kwanza. Nyamaza basi, nyamaza nikusikilize. Hapana. Machozi yangu hayawezi kukauka. Umeamua kunitenga na wewe, mtu ambaye nilikuwa nakuamini siku zote, kumbe naona roho ngumu kiasi hiki. Fenyo, mimi nimefikiri watu wote ngajua wewe ndo mtu pekee ambaye nikikueleza kuhusiana jambo hili ungeweza kunisaidia, lakini umeamua kunitupa. Unanikumbusha machungu ya nyumbani kwetu yaliyonijia, Fenyo. Hebu nisikilize basi. Naomba unisamehe kama umeona kwamba nimekutendea jambo ambalo silo. Mimi niko tayari kukusaidia. Nimegairi nilivyokuambia. Sikujua kama ile jambo linaweza likawa linakuumiza moja kwa moja kiasi hiki, jambo ambalo liko kwa mtu mwingine. Lakini kwa sababu linakuumiza, mimi niko tayari kukusaidia. Hebu usilie basi, kausha machozi yako. Kausha machozi kabisa, alafu sasa tuongee ni jinsi gani tunaweza kusaidia ile jambo. Mwanadada Kagiso, machozi yakiwa yanambubujika sana, alishindwa kunyamaza, lakini pale kilio kilianza kupungua. Fenyo alipeleka mikono yake katika mashavu ya mwanadada Kagiso na kuanza kufuta machozi ambayo yalikuwa ni mengi sana, yalikuwa yanadondoka mashafuni mwake na huku yakidondoka katika kifua chake na mpaka katika magoti yake. Walipokuwa wamekaa pale, Fenyo alizidi kuingiwa na huruma sana baada ya kumkuta Kagiso jinsi ambavyo alivyokuwa analia. Aliendelea kumfuta machozi. Sio siri jinsi ambavyo alivyokuwa anamfuta machozi, bana hata Kagiso mwenyewe kuna namna alianza kupata msisimko wa kimapenzi. Na kwa upande wa Fenyo, hata yeye kwa sababu ni mwanaume lijali, alianza kusikia hali fulani hivi. Alianza kufurahia jinsi ambavyo alivyokuwa anacheza na uso wa mwanadada Kagiso. Alianza kuona kabisa kama ni fursa muhimu sana. Kabla hajakumbuka kwamba alishasema kwamba hataki kuingia katika mahusiano yoyote ya kimapenzi, lakini kitendo kile cha kumfuta machozi mwanadada Kagiso, mrembo huyu ambaye alikuwa anatikisa sana katika shule ya The Beauty Zambezi High School, aisee, kulimfanya hata yeye kuanza kupata misisimko. Lakini kwa sababu alikuwa amejizatiti sana, dakika kadhaa mbele, aisee, aliwaambia moyo wake hebu tulia. Na moyo wake ni kweli ulitulia. Alimfuta machozi mpaka pale ambapo alipokauka kabisa usoni mwa mwanadada Kagiso. Na hapo sasa walianza kuongea. Katika hali ambayo ilikuwa ni ya kunyong'onyea sana, mwanadada Kagiso alianza kujieleza upya. Fenyo, ukinisaidia katika jambo hili, nitaamini kweli kwamba wewe ni rafiki yangu wa kweli. Akufaye kwa dhiki ndiye rafiki. Ninaomba uweze kunisaidia tuweze kumwokoa Headmaster katika janga hili. Familia yake inakwenda kuteseka kama mimi ambavyo ninavyoteseka. Please, nakuomba nisaidie tumwokoe Headmaster katika jambo hili. Kagiso, nimeshakwambia kwamba mimi niko tayari kukusaidia. Lakini kitu ambacho kinachonisumbua katika akili yangu ni kwamba je, mimi nakusaidiaje? Umenieleza kwamba video hizo zimerekodiwa na Tumi. Video pamoja na picha nazo Tumi. Mimi naweza kukusaidia vipi? Ninaweza kukusaidia vipi? Fenyo, shughulisha akili yako wewe kama mwanaume, upate majibu. Tunaweza tukafanyaje ili kusudi Headmaster sija kafukuzwa kazi na hatimaye kwenda jela? Maneno yale yalimfanya Fenyo aweze kunyamaza kwa muda kidogo.
alikuwa akitafakari sana kwamba ni jinsi gani ambavyo anaweza kufanya ili tu kusudi aweze kumsaidia Headmaster kwa njia ile ile, aweze kumsaidia mwanadada Kagiso. Mwisho kabisa alisema potelea mbali, lazima aonyeshe juhudi kubwa sana, hata kama hazitazaa matunda, lakini lazima aonyeshe juhudi ambazo zitamfanya mwanadada Kagiso kuamini kabisa kwamba Fenyo alikuwa na nia ya kumsaidia. Kagiso, hebu naomba unisikilize sasa. Kwani hizo video ziko na nani mpaka sasa hivi tunapozungumza? Video ziko na Tumi. Unaweza kupata simu yake ukaichukua? Ndio, japo ni vigumu, lakini nitajitahidi. Unapaswa uchukue simu yake, afu hiyo simu yake tuifiche mpaka pale ambapo kikao cha bodi ya shule kitakapokaa, ambapo nimesikia kwamba kinakaa kesho. Kikikaa kikijadili kishindwe kupata ushahidi, wakisha kosa ushahidi, tayari itakuwa hiyo kesi haina maana na Headmaster hawezi akafanywa maamuzi ambayo hayana ushahidi. Lakini tayari ameshamuonyesha mwenyekiti wa bodi. Mwenyekiti wa bodi ya shule tayari ameshaona, na tayari Tumi amenieleza kwamba mwenyekiti ameona. Nisikilize nikwambie. Kwa hiyo tayari ameshamtumia hizo video anazo mwenyekiti wa bodi ya shule? Hapana, aliniambia hajampa, lakini ameziona. Kwa hiyo huo ushahidi mwenyekiti wa bodi ya shule anao kwa kuona kwa macho. Nisikilize nikwambie kitu. Ushahidi unaokwenda kumtia mtu hatiani sio ushahidi wa kuongea kwa mdomo kwamba eti niliona, hasa katika vitu ambavyo tayari vimeandikwa kwamba vinafahamika kabisa kwamba ni vitu ambavyo vina video. Kitu kikubwa na cha msingi unachopaswa kukifanya ni kufanya utaratibu uweze kuchukua hiyo simu yake. Kuhusu kuzifuta hizo video tutafuta baadaye, lakini kwanza uchukue simu yake kwa ujumla, kwa sababu unaweza ukafuta alafu zikajikuta kuna sehemu zimejisave. Kwa hiyo akiwa na simu anaweza akazirudisha bado, na kitu ninachoamini ni kwamba hawezi akawa ameziweka mahali kwingine, lazima ni kwenye simu. Cha msingi naomba ukaweze kuchukua ile simu yake. Kama ukifanikisha hilo, hakikisha kwamba unaichukua haraka kabla kikao cha bodi ya shule hakijakaa. Maneno yale aliyoyaongea Fenyo ni kama yalimpa faraja sana mwanadada Kagiso. Mwanadada Kagiso sasa aliona kama anaanza kuona mwanga. Aliamini kabisa kwamba anakwenda kusaidia familia ya Headmaster. Wakati Tumi akiwa anapambana kuhakikisha kwamba anasaidia familia kubwa kwa ujumla ya wanafunzi wote wa shule wa kike, basi mwanadada huyu Kagiso yeye alikuwa anapambana kuhakikisha kwamba anailinda familia ya Headmaster ili isije ikaleta matatizo kama yale ambayo yeye anasema ameyapitia. Dakika zilisonga na mwanadada Kagiso aliridhia, akimweleza Fenyo kwamba amekubali ushauri wake. Lakini sasa nisikilize. Angalia, ukiweza kuichukua asubuhi itapendeza zaidi. Uichukue asubuhi ili wakati anaenda kwenye bodi ya shule asiwe na huo ushahidi. Kwa sababu kama ukichukua sasa hivi mapema, maana yake anaweza akaanza kujieleza hapa na pale na bodi yani sijui nisemeje, lakini nafikiri unaweza ukanielewa. Nisikilize nikwambie. Kitu kinachopaswa kufanyika hapo ni kwamba tu ushahidi usiwepo. Hii inafanya utaratibu wa kuichukua leo. Muda huu hapa. Niichukue, tuifiche. Ili tukishaificha ushahidi utakuwa haupo. Habari ya bodi ya shule itajua yenyewe, sio inakaa inajadili watakubaliana, lakini
potelea mbali, ushahidi usiwepo. Hicho ndo kitu cha msingi ninachopaswa kukifanya. Okay, sawa. Unaweza ukafanya hivyo. Makubaliano kati ya mwanadada Kagiso pamoja na kijana Fenyo yalikuwa ni maamuzi ambayo ni makubaliano ambayo kiukweli yalikuwa yanakwenda kuharibu mambo mengi sana. Mwanadada Kagiso alitoka pale na moja kwa moja alienda mpaka kwenye room ambapo alipokuwa anakaa mwanadada Tumi. Na nia na madhumuni ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anaweza kuipata simu ile. Stories ziliendelea. Alipofika pale wakawa wanapiga story nyingi sana, lakini alihakikisha kwamba kabla hajatoka pale ahakikishe kwamba anaichukua simu ile. Ukweli ni kwamba alitumia masaa zaidi ya 2 kuendelea tu kuvizia kwamba anaweza akachukua ile simu na ushahidi usionyeshe kwamba ndiye ameichukua. Kagiso alifanikiwa kupata ile simu. Hatimaye aliondoka pale na kurudi mpaka mahali ambapo alipompigia simu sasa kijana huyu Fenyo na kumweleza kwamba ile simu amekwisha kuipata. Aha, okay. Sasa nisikilize nikwambie. Twende. Kwanza hizi video ngoja nzihamishe upande wa simu yangu. Alafu nikishahamisha ili tukaziangalia kule. Hii tunazifuta kwenye hii simu. Alafu hii simu mimi naenda kuificha. Sisi tutaenda kule kwenye bustani ya kule ili tuweze kwenda kukaa kule na kuziangalia hizi video, niangalie uzito wake kwanza. Kama hazina uzito sana, tumrudishie simu yake, achane nayo. Sawa. Fenyo bwana alihamisha zile video kwenye upande wa simu yake. Alafu video zingine ambazo zilizokuwa zimebaki sasa kwenye simu ya mwanadada Tumi akazifuta zote. Walienda mpaka sehemu ambapo ilipokuwa imetulia wakiwa wawili tu, sehemu ambapo ilikuwa inaruhusiwa. Akaenda, wakakaa, wakaanza kuangalia zile video. Kwa jinsi ambavyo alivyoziangalia, Fenyo alithibitisha kwamba kiukweli pale Headmaster zile video zikionekana hawezi akatoboa. Lazima tu jela itakuwa inamhusu. Fenyo alipomaliza kuziangalia pale na kushauriana pamoja na mwanadada Kagiso, alitulia pale, wakamaliza, akamwambia basi hili jambo limeisha. Upande wa mwanadada sasa Tumi alikuja kuhangaika pale kuangalia kwamba anaweza kaiona simu yake, lakini alishindwa kuiona. Alianza kuitafuta kila mahali, hakuipata. Alijaribu kuipigia lakini haikuita kwa sababu ilikuwa imezimwa kabisa. Kichwa kilianza kumvuruga. Jioni ilikuwa inaendelea na hapo kesho sasa ndio siku ambayo ilikuwa bodi ya shule ilikuwa inapaswa ikae na ushahidi unaotegemewa ni ushahidi ambao anao yeye. Baada ya kuangalia na kuikosa simu, pale sasa ilibidi afanye utaratibu mwingine wa kuendelea kuitafuta kwa njia zote. Alikosa mpaka ilipofika saa 3 za usiku, aliona kabisa kwamba simu yake hawezi kuipata. Na sehemu pekee ambapo alipokuwa amehifadhi video zile ilikuwa ni kwenye simu pekee. Akili yake pale sasa ilianza kujiuliza, nitafanya nini? Aliamini kwamba pengine kuna rafiki yake mmoja ambaye atakuwa amemficha simu, lakini muda mwingine angeweza kumrudishia. Alijaribu kuwauliza lakini hakuna mtu ambaye aliyerudisha simu kwa sababu simu ilikuwa iko mbali kabisa. Usiku ule ulikuwa ni mrefu sana mpaka inafika asubuhi kwa upande wa mwanadada Tumi. Kichwa kilikuwa kinamuuma, asijue kabisa kwamba ni ushahidi gani ambao ataupeleka kwenye bodi ile ya shule ili kuthibitisha ushahidi ambao anao kuhusiana na Headmaster. Asubuhi kulipopambazuka, simu ya dada mkuu ndiyo ambayo iliyopigwa. Ilikuwa ni simu ambayo inatoka kwa Bingise, mwenyekiti wa bodi ya shule. Alipiga na pale alisema kwamba anahitaji aweze kuongea na mwanadada huyu Tumi ambaye ni kiranja wa nidhamu pale shuleni. Dada mkuu haraka sana alimwahishia simu mwanadada Tumi na hatimaye akakabidhiwa Tumi ili aweze kuzungumza na simu ile. Tumi alipoangalia aliona ni Bingise ndiye ambaye alikuwa anapiga simu. Mapigo ya moyo yalizidi kumwenda mbio. Alijiuliza kwamba atamjibu nini kwa sababu lazima alikuwa anamuulizia kuhusu ushahidi ule ili asisahau kuwasilisha katika kikao cha bodi ya shule ambacho kinakwenda kukaa masaa machache yajayo. Hello mama. Salama mwanangu, naamini kwamba uko salama kabisa. Niko salama mama. Na naamini mambo mengine umeandaa vizuri. Sasa nimekupigia simu hapo nimeona haupatikani. Lakini nilichokuwa nataka kukuambia ni kwamba na kukumbusha tu kwamba hakikisha kwamba
ule ushahidi unakuja nao baadaye kwenye kikao utakapokuwa umeitwa, kwa sababu kikao kinaanza saa 2 kamili na naamini kufikia saa 2:30 hivi tayari utakuwa umeshaitwa pale kwa ajili ya kuleta ushahidi uweze kuthibitisha, na kuomba uweze kuhakikisha kwamba unakuja nao. Andaa vitu vyako vizuri, kwa sababu tutaudisplay katika screen kubwa ambayo itakuwa kwenye ukumbi ule wa kikao. Ni hilo tu ndilo ambalo nililokuwa na kukumbusha mwanangu. Simu sijui umeweka wapi, sababu nakupigia upatikani, au umeme umekata. Lakini hapo si kuna generator. Shida ni nini, mbona simu haipatikani? Mama, simu imepotea. Wewe, simu imefanya nini? Imepotea. Haya, kwa hiyo ushahidi umeweka wapi? Sijui mama, mimi hata nafanyaje, kwa sababu ushahidi ulikuwa uko pale pale kwenye simu tu, na simu yangu imepotea toka jana usiku, nimehangaika kuitafuta, sioni mpaka sasa hivi mama. Wewe, Tumi, usitaki nianze kuondoa imani ambayo niliyokuwa nimekuwekea wewe. Ikiwa umeanza na wewe kuchukua rushwa kutoka kwa huyo headmaster ili kusudi uweze kupoteza huo ushahidi, naomba nikwambie kwamba hilo jambo litakulamba. Naomba nikwambie. Hapana mama, sijafanya hivyo. Mwenyewe hapa mimi kichwa changu kinauma, na hangaika sana kwamba ni simu yangu iko wapi ili niweze kuthibitisha, niweze kuleta uthibitisho mbele ya kikao pindi mtakaponiita. Tumi, kumbuka kwamba hiki ni kikao serious. Nimekupigia simu kwa ajili ya kikao serious. Sihitaji uanze kuleta utani. Watu, yani wajumbe wa bodi ya shule, sasa hivi wengine washaanza kuondoka makwao ili waweze kufika kwenye kikao cha bodi ya shule, alafu unaanza kunieleza habari kwamba ushahidi haupo, na mada ni hiyo moja pekee. Agenda ni hiyo moja pekee yake, ukiachana na agenda kufungua kikao. Nisikilize. Tutakupeleka polisi, utaeleza kwamba hiyo simu umeipeleka wapi. Simu ambayo ndio ina ushahidi, utatueleza kwamba umeipeleka wapi. Na zaidi ya hapo, anyway, tutajua hiyo baadaye. Nimemaliza. Bingisa Kabudi bwana alikata simu yake pale. Bingisa Kabudi bibi huyu bwana, mwenyekiti wa bodi ya shule, alikata simu yake na hakutaka kuongea na mtu yeyote. Lakini kule alipokuwa alikuwa amechafukwa vibaya sana, kwa sababu alikuwa anajiuliza sana kwamba sasa atawaeleza nini wajumbe. Ilhali kwenye barua yake alieleza kabisa kwamba kuna ushahidi wa wazi. Ushahidi wa wazi ambao tayari upo. Dakika zilienda, muda ulisonga, masaa yalifika, na sasa muda wa saa 2 kasoro ulikuwa umefika, na wajumbe wa bodi karibu wote walikuwa tayari wameshakutana katika ukumbi ambao ni ukumbi wanapoweza kukaa kwa ajili ya kuendesha kikao kile cha bodi ya shule. Watu walikuwa wameingia wote pale ndani. Ilikuwa inasubiriwa tu mwenyekiti pamoja na katibu waweze kufungua kikao na mambo mengine yaweze kuendelea. Dakika zilisonga na hatimaye saa 2 kamili ndipo muda ambapo sasa kikao cha bodi ya shule kilikuwa kinaanza. Lakini kwa upande wa Bingisa Kabudi, kikao kile pamoja na kwamba kilifunguliwa, lakini mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Yeye alikuwa anaonyesha kuwa na uso uliochafukwa sana. Alikuwa anasubiri muda ufike ili aweze kumuita mwanadada Tumi alete ushahidi. Lakini kwa bahati mbaya ushahidi ulikuwa umepotea. Agenda kufungua kikao ilianza, na hatimaye agenda kuu ilikuwa inafuata. Agenda ilikuwa ni kuhusu kujadili swala zima la kinidhamu la headmaster, ili waweze kuliafiki ni nini hatua zichukuliwe ili aweze kushtakiwa katika mamlaka zinazohusika ambazo ni waajiri wake. Msikilizaji, kikao kilianza rasmi na muda wa ushahidi ulikuwa umefika. Mwanadada Tumi aliitwa ili aweze kuonyesha kila kitu pale, lakini alipoitwa alijikuta akiwa anatetemeka tu, maana simu ilikuwa imepotea. Wajumbe wa bodi ya shule walianza sasa kumbana mwenyekiti, wakimuuliza kwamba hizo video ziko wapi. Mwenyekiti aliwaeleza kwamba video zile alikuwa anategemea kuzipata kwa mwanadada yule. Na mwenyekiti alipoulizwa kwamba je, wewe uliziona? Alisema ndio. Aliulizwa kwa nini hujazichukua?
alisema kwamba binti mwenyewe ambaye aliyekuwa amezirekodi alisema kwamba hahitaji ziweze kutolewa kwa mtu mwingine, na hivyo alisema kwamba angeweza kufika pale nazo siku ile ya kikao. Wajumbe wengine walimwelewa mwenyekiti, lakini wengine walisema kwamba ile ni njama ambayo waliokuwa wameipitisha yeye pamoja na headmaster pamoja na mwanadada huyu Tumi, ili waweze kumwokoa headmaster kutoka kwenye mkono wa sheria. Mwenyekiti alijitahidi kujitetea pale. Baadhi walielewa na wachache walishindwa kumwelewa. Mzigo lilikuwa ni zito sasa kwa mwanadada Tumi, ambaye yeye ndo alikuwa na ushahidi, na mwisho wa siku alisema kwamba ushahidi umepotea. Basi kwa sababu mwanadada huyu Tumi alikuwa hana ushahidi, mwisho kabisa bodi ya shule iliamua kwamba aweze kuondoka. Bodi ya shule ilikaa pale sasa, wakianza sasa kujadili ni nini kiendelee. Mjumbe mmoja wa bodi ya shule alisimama na kuanza kuongea. Ndugu wajumbe, mimi naona tumelumbana mambo mengi hapa, lakini nafikiri ni wakati sasa wa kukaa tuangalie jambo zuri ambalo tunaweza tukalifanya. Mimi nilikuwa ninaona kwamba kwa sababu mwenyekiti wetu wa bodi ya shule ulisema kwamba umeziona hizo video, maana yake hiki ni kitu halisi. Lakini ushahidi umekosekana ambao tungeweza kukaa na kupitisha maazimio na moja kwa moja yakapelekwa kwa mkurugenzi na hatua zingine za kinidhamu ziweze kuchukuliwa kwa headmaster. Sawa? Na barua hii uliandika wewe na sahihi uliweka wewe. Hili jambo likae katika hali ya uchunguzi. Kwanza tuweze kuhakikisha kwamba tunaupata huo ushahidi. Na kwa sababu ni swala la ushahidi, tuhakikisha kwamba tunalipata. Hatuliwekei frame kwamba kwa muda fulani tu tumeshaupata huo ushahidi ambao uliokuwa umerekodiwa. Na lakini mimi napendekeza kwamba kuna jambo haliko sawa hapa. Kwa hiyo kabla sijapendekeza jambo hilo, labda niachie wajumbe wengine waongee kwanza. Mjumbe mwingine naye alisimama, aliyekuwa anaonyesha na jazba sana. Jamani, mimi niseme tu kweli, mpaka sasa hivi sina imani na mwenyekiti. Sina imani na mwenyekiti kabisa. Mwenyekiti wa bodi ya shule anawezaje kupata ushahidi kama huo alafu ashindwe kuchukua? Hiyo leo ni A. Simu inawezaje kupotea siku moja? Siku moja kabla ya siku ya kikao, sehemu ambapo tulipaswa tujadili hili jambo. Naamini kabisa kwamba kuna rushwa imetembea hapa. Na hili jambo kwa sababu ni swala la jinai, ikiwa kuna rushwa imetembea, lazima hili jambo lifike polisi ili iweze kuchunguzwa. Lichunguzwe, na kwa sababu mimi nimekosa imani, naomba ndugu zangu wajumbe na nyinyi mkose imani na mwenyekiti wa bodi ya shule ili aweze kuondoka hapo kwenye hicho kiti, ili uchunguzi uweze kufanyika huru, tuweze kujua kwamba ni wapi ambapo hizo video wamezipeleka. Mjumbe yule alimaliza kuongea, akakaa. Vita ilikuwa ni kubwa sana, wajumbe walikuwa wanatoa maoni, lakini mwisho wa siku mjumbe mmoja ambaye aliyekuwa anaonyesha na ustaarabu mkubwa sana alisimama na kuanza kuongea maneno ambayo walio wengi waliyakubali. Ndugu zangu, hili jambo limekuwa kubwa, lakini mimi ningependa kwamba natamani pia maoni yangu muweze kuyaunga mkono, kwamba kwanza mwenyekiti asijiuzulu, cha kwanza. Lakini pia hili jambo tuliache tu kama lilivyo. Tuendelee kutafuta ushahidi. Kama huo ushahidi uliorekodiwa tayari utapatikana, basi tunaweza tukautumia. Lakini kama hautapatikana, tuendelee kuweka mitego yetu na kuhakikisha kwamba huyu mtu tunamkamata. Kwa sababu kama ni tabia zake, ni lazima atakamatwa tu. Hakuna namna. Ni lazima tu atakamatwa. Lakini kama si hivyo, basi litakuwa limesha. Na kama atakuwa ameamua kuacha, basi ni vizuri pia vile vile.
Kama atakuwa ameamua kuacha kutembea na wanafunzi ni vizuri, lakini kama atakuwa anaendelea kutembea na wanafunzi tutamkamata na hatua zitachukuliwa. Hili jambo hata hivyo sisi tulikuwa tunakaa kama dakika kadhaa tu, lakini hili jambo ni kubwa ambalo lingeenda moja kwa moja kwa mkurugenzi na mambo mengine, hatua zingine za kisheria zichukuliwe, kwa sababu ni jambo zito zaidi. Sio la kukaa nalo tu kwenye bodi ya ligi, kwenye bodi ya shule. Baada ya kusema hayo, naomba mniunge mkono kwamba mwenyekiti wa bodi ya shule asijiuzulu, lakini pia hili jambo tuliache mpaka pale tutakapopata ushahidi mwingine tena. Msikilizaji, kutokana na kwamba mwenyekiti wa bodi ya shule alikuwa ni mtu ambaye anayependwa zaidi, alikuwa anaaminiwa sana, basi watu walio wengi waliunga mkono maoni ya mjumbe yule aliyesimama ya kusema kwamba mwenyekiti wa bodi ya shule asijiuzulu. Basi likapitishwa, na hivyo kikao kile kikaahirishwa, kwamba sasa kimeahirishwa na hapo wasubiri mpaka watakapokuja kupata ushahidi wa wazi. Sasa jambo lile lilikuwa ni ushindi mkubwa sana kwa mwanadada Kagise. Kwa mwanadada Kagise ulikuwa ni ushindi mkubwa sana. Alimshukuru sana kijana Fenyo kwa kufanikisha jambo lile. Lakini kwa upande wa mwanadada Tumi alikuwa ana maumivu ya moyo kupita kiasi. Maumivu si kwa sababu tu ya simu kupotea, ni kwa sababu anaona kabisa amejenga mazingira ya kutokuaminiwa na bodi ya shule, lakini pia kutokuaminiwa na mwenyekiti wa bodi ya shule ambaye alikuwa amemwamini sana. Kilichokuwa kinamuuma pia zaidi ni kwamba alikuwa anaaminiwa kwamba kutoka kwa headmaster ili tu aweze kupoteza ushahidi ule. Lakini jambo lile lilikuwa linamuuma sana. Baada ya hapo aliamua kumuita mwanadada Kagise ili waweze kuzungumza. Kagise alimweleza kwamba pole sana, lakini mimi sijajua, labda Mwenyezi Mungu hajataka kwamba headmaster aweze kuachishwa kazi na kwenda jela. Na hisi Mungu amesikia maombi yangu, kwa sababu kama headmaster angeenda jela, maana yake watoto wake wangeweza kuteseka kama mimi ambavyo nilivyoteseka. Na kiukweli tuliache tu kama lilivyo. Japokuwa mimi najua unaumia sana kwa sababu umejenga mazingira ya kutokuaminiwa, lakini naamini imani kwa watu kuhusu wewe itarudi. Lakini jambo hilo limesave sana familia ya headmaster pamoja na yeye mwenyewe. Kumbuka yule ana watoto, kama angeenda jela watoto wangeteseka sana rafiki yangu. Hivi Kagise, wewe unaona kwamba headmaster watoto wake ndio ambao wana haki ya kutokuteseka kuliko watoto wa watu ambao wanaowatesa? Unafikiri ni watoto wangapi ambao wamewaharibia maisha kwa sababu ya kutoka nao kila siku hapa shuleni, kwenye shule hii na shule zingine huko, kwa sababu huyu anaonyesha ni mtu mchafu ambaye hachagui? Ni watoto wangapi ambao watakuwa amewaharibu na wanashindwa kufikia ndoto zao? Kwa nini sasa tuonee huruma yeye pamoja na watoto wake? Wewe bwana, mimi naona unanikera sana. Naona maneno yako unaonyesha kwamba umefurahia jambo hili lililotokea. Najuta kwanza hata kukufahamu. Kwanza ondoka hapa, mimi sitaji kuwa karibu na wewe. Tumi alimkaribia kwa ukali sana Kagise. Ni dhahiri kabisa alikuwa hajafurahi jinsi ambavyo Kagise anaonyesha kupendezwa na kufurahia jambo lile la simu kupotea ili ushahidi uweze kupotea. Alikuwa amenuna sana, amekasirika sana Tumi, na hatimaye alimfukuza kwa nguvu sana mwanadada Kagise na hatimaye akaondoka. Siku mbili mbele bwana, mambo yalikuwa yanazidi kuwa magumu, yani mahusiano kati ya Kagise pamoja na mwanadada Tumi. Tumi alikuwa amenuna, hataki hata wanapokutana waweze kuongea. Alikuwa ameumizwa sana na jambo lile. Kitendo kile kilimfanya Kagise na yeye sasa kuumia roho. Alikuwa hatamani kabisa kuweza kumpoteza rafiki yake kipenzi huyu. Alitamani sana waendelee kuwa karibu. Kitendo kile kilimfanya sasa Kagise ahitaji kupata watu wa pembeni ambao wangeweza kuwapatanisha tena. Kama kawaida yake, alienda moja kwa moja mpaka kwa kijana Fenyo. Akamweleza tatizo ambalo linamfanya hata yeye akose furaha, kwa sababu hana furaha, rafiki yake wa karibu hana furaha. Fenyo, cha kwanza kabisa ni kushukuru kwa jinsi ambavyo ulivyosaidia swala zima kuhusu headmaster. Wazo lako lililonipa nimeona limefanya kazi vizuri sana.
Hakuna kitu ninachofurahi mimi katika maisha yangu kama kuona mtu akiwa na furaha. Headmaster na watoto wake sasa hivi maana yake wamebaki wakiwa na furaha kwa sababu moja tu. Wewe ulivyoamua kunisaidia, kunipa mawazo ni jinsi gani naweza nikamsaidia Headmaster. Kwa hivyo napenda kukupongeza sana Fenyo. Umeonyesha urafiki mwema, lakini sijui nisemeje. Cha kwanza nikwambie tu kwamba nakushukuru sana sana sana, na Mwenyezi Mungu akubariki sana Fenyo. Nakupenda sana. Urafiki wangu mimi na wewe naona umekuwa wa faida. Nakushukuru sana Fenyo. Usijali kabisa. Ni mambo ya kawaida sana kwamba wewe kama rafiki yangu nilipaswa nikusaidie hivyo. Niongee tu kweli kwamba mimi sikuwa na interest yoyote ya kumsaidia Headmaster. Kwa sababu niliona kwamba alikuwa anavuna kitu ambacho alichokipanda. Kwa hivyo sikuona sababu yoyote ya kumsaidia. Lakini kwa sababu niliona wewe unateseka sana, niliona ni bora niweze kukusaidia wewe. Kwa hivyo Headmaster amepona kwa sababu yako wewe. Kwanza anapaswa kushukuru sana. Hata ajui kama mimi ndo nimefanya hivi. Na hilo ni jambo jingine zuri sana kwamba unamsaidia mtu. Na sijue kabisa kwamba ni wewe uliyemsaidia, lakini ajue kwamba kuna jambo jema ambalo limefanyika kwa ajili yake. Mimi nimefurahi sana kwa sababu nakuona ukiwa na furaha zaidi. Kwa sababu jambo hilo limetimia na Headmaster amebaki salama, na wewe nakuona una furaha. Hata mimi nina furaha kwa sababu wewe kama rafiki yangu natamani kukuona ukiwa na furaha kila wakati. Basi nashukuru sana Fenyo. But also nikuombe tu kwamba usinichoke. Wala hata usijali. Usinichoke kwa sababu leo nimekuja na jambo jingine tena. Jingine tena? Ndiyo, lakini sio la kufanana na lile, lakini nalo kwangu mimi naliona ni zito. Kuna jambo limenilemea hapa. Hebu naomba nieleze. Sababu kubwa ya jambo hilo ni kuhusu jambo hilo la kwanza ambalo lilonisaidia. Kivipi? Yani Tumi amekasirika sana. Kwa sababu nilipofika nilimuonyesha kwamba mimi kiukweli nimefurahi kwamba Headmaster hajakutwa na mkono wa sheria. Nilimweleza pia kwamba anaumia kwa sababu yeye ameonekana kama mtu asiyekuwa wa kuaminiwa. Nimemweleza kwamba anaumizwa na jambo hilo. Lakini cha ajabu ameniambia amekasirika sana na kuniambia kwamba hilo nalojifanya kwamba eti nimeumia eti kwamba ni unafiki. Swala la ukweli ni hilo kwamba nimefurahi kwa sababu Headmaster hajafukuzwa. Kiukweli ni kwamba Tumi ana hoja nzuri sana kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anataka kwamba Headmaster aweze kuchukuliwa sheria. Lakini mimi nilipiga jicho langu mbele zaidi na kuangalia familia yake. Sasa mwenzangu amenikasirikia. Leo hii ni siku ya 3. Hahitaji kabisa hata kuongea na mimi. Moyoni mwangu najisikia kama nina mzigo mzito sana. Natamani tuweze kurudi tuwe vizuri, mimi pamoja na Tumi tuwe kawaida kama awali. Nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Kama ni wewe au ni mtu yeyote ambaye anaweza kufanya ili mradi aweze kutukutanisha, ili kusudi mimi pamoja na rafiki yangu Tumi tuweze kuwa kama awali, aweze kunisamehe mahali nilipomkosea. Ili tuwe tu kama kawaida. Mimi sipendi kuwa na kiburi. Kwani wewe ulimweleza kwamba wewe ndio uliochukua simu yake? No. Sijamwambia hilo. But just nilivyomwambia tu kwamba mimi nimefurahi kwa sababu Headmaster yupo, lakini naumia kwa sababu yeye ameonekana na bodi ya shule kwamba ni mtu ambaye haaminiki. Hivyo tu nilivyomwambia ilimchoma sana na ameumia. Ameniambia kwamba mimi nahitaji kutoka na Headmaster, na ameniambia ni mtu ambaye nina roho ngumu. Na maneno mengi sana ameniambia. Sijamind sana kuhusu maneno aliyoniambia because I know ni kutokana na kwamba hii inaonyesha kwamba ni mtu mwenye hasira. Unajua
Kwa mtu mwenye hasira anaweza akatokwa na maneno mengi mengi tu bila kujali. But in real, mimi ninachotamani sana ni kwamba ya mambo yaweze kuisha. Tell me, how can you help me, Fenyo? I say. Okay. Basi mimi nafikiri ninaweza nikafanya tu taratibu wa kuwaita tuongee kidogo, tuangalie jinsi ambavyo, yani angalia msimamo wake kama ni mkali kiasi gani. Lakini kama akija tukiongea, mimi naamini wewe unaweza ukamweleza vizuri. Yani unaweza kuongea naye vizuri na mimi nikiwepo nikaongea naye vizuri pia. Na mwisho wa siku naamini kwamba kuna kama yeye kama ni binadamu mwema na namjua tu mimi ni mtu mwema siku zote, naamini kabisa kwamba hayo mambo yatamuisha. Yani kuna namna fulani atalainisha, atalegeza mikazo ambayo ameikaza na kufungua moyo wake kwa ajili yako. Tashukuru sana. Naomba fanya taratibu basi, muda wowote ule umuite, just kati ya leo na kesho, ili nisizidi kumia, kwa sababu kwa kweli nashindwa hata kula chakula vizuri sasa hivi. Hiyo haina shida. Mimi namuita sasa hivi. Ngoja nimpigie simu. Namba yake unayo? Ya, namba za viongozi wote si zipo nazo. Ngoja nimpigie. Fenyo bwana pale alishika simu yake na kuipigia moja kwa moja kwa mwanadada Tumi. Alipoipokea, alimueleza kwamba naomba ufike sehemu fulani. Alimuelekeza mahali alipo, na hapo sasa mwanadada Tumi alikuja moja kwa moja mpaka pale. Lakini alipokuja tu akamuona mwanadada akiwa yuko pale, alipomuona Kagiso pale aliumia sana. Ni kama alitaka kuondoka hivi. Lakini kwa sababu yeye ni kiongozi na ni kiongozi wa nidhamu, aliamua tu kuonyesha nidhamu na kufika pale na kukaa. Walikuwa sasa wamekaa sasa watu watatu pale. Mwanadada Kagiso pamoja na rafiki yake yule wa karibu Fenyo pamoja na Tumi. Walikuwa sasa wamekaa pale. Tumi pamoja na Kagiso walikuwa wamekaa wakiwa wanatazamana hivi. Lakini Kagiso pamoja na Fenyo walikuwa wamekaa benchi moja. Yalikuwa ni mabenchi ambayo yako nje kabisa ya madarasa. Yalikuwa yamejengwa pembeni kabisa huko kwenye miti. Sasa wakiwa wamekaa pale, Tumi alikuwa hataki kabisa kumtazama mwanadada Kagiso. Ilikuwa inaonyesha ni jinsi gani ambavyo alivyokuwa na hasira nyingi sana. Fenyo ilibidi sasa aingilie kati kwa kuongea maneno ambayo yangeweza kufanya watu waweze kutulia, kupendana pale. Kiongozi wetu wa nidhamu bana, wewe ni kiongozi ambaye ninayekupenda na kukuheshimu sana. Kama cheo chako kilivyo kwamba ni prefect wa nidhamu, siku zote umeonyesha kuwa na nidhamu, na hata hapa nilipokuita umekubali kufika. Ni kiongozi mwema sana. Nimekuita hapa sio kwa sababu nyingine, lakini wewe ni Mkristo kama sisi wengine hapa. Unaelewa ni jinsi gani ambavyo tunafundishwa kusamehe jambo pindi ambapo linapotokea imekukwaza, wasamehe wengine. Naamini hata asubuhi ulisali sala ya Baba yetu uliye mbinguni, na hapo pia ukasema utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wanaotukosea. Ikiwa ulipitia katika mambo hayo yote, nilikuwa nakuomba sana timu. Tumi, sitaki sana kupita katika mlolongo mrefu sana, lakini mwenzako amenieleza kwamba hamko sawa na moyo wake unaumia sana kwa jinsi ambavyo hamko sawa. Kagiso ameonyesha kujutia maneno ambayo aliongea, na anatamani sana kwamba nawe uweze kumsamehe muishi kama awali. Anasema kwamba kukupoteza wewe, yani wewe kumnunia, naona kama amenuniwa na mtu wa thamani sana katika ulimwengu na yana kosa raha.
naomba kibali chako uweze kumsamehe mahali ambapo alipokosea, muweze kuishi kama awali. Hivi Fenyo, hicho ndo kitu ambacho ulichoniitia hapa, kuweza kumsamehe mtu ambaye ameshindwa kuelewa ni namna gani watoto yaani wanafunzi wengine wanavyopata shida. Anaonyesha kwamba anataka kunionyesha kwamba ananipenda mimi, lakini anashindwa kuonyesha upendo kwa wanafunzi wenzake ambao wanapitia manyanyaso ya kingono kutoka kwa headmaster. Kweli unaniita nifanye suluhu na yeye? Yaani nafanyaje suluhu na muhuni, mtu ambaye anashindwa kabisa kuwathamini watu wengine? Kweli hebu nisikilize nikwambie, fanya mambo mengine. Kama ni kumsamehe nimesamehe, lakini sitaki karibu, sitaki kuwa na, yaani sitaki kuwa karibu na yeye kabisa, kwa sababu nimeshamuona ni mtu ambaye asiyefaa kuwa karibu na yeye kabisa. Tommy, nilipokuwa naanza kuzungumza, nilianza kukutajia kuhusu dini yako, nilitaja makusudi. Nilitaja hivyo hivyo pia kwamba ulisali sala ya Bwana asubuhi. Pengine hukumpa muda Kagiso na yeye aweze kuzungumza ni kwa nini yeye alikuwa anaona kuna haja kubwa sana ya kumwombea headmaster aweze kubaki kazini ili familia yake ibaki salama. Mimi nina kitu kimoja, lakini itabidi tumpe na yeye nafasi aweze kuzungumza. Lakini mimi kitu changu kikubwa ninachokiomba, nahitaji haya mambo uweze kumsamehe. Umweleze kabisa kwamba wewe na yeye mtabaki vizuri kama mtu na dada yake, kama mtu na rafiki yake, kama mtu na ndugu yake, kama jinsi ambavyo mlivyokuwa mnaishi awali. Unavyoendelea kumnunia yeye huku anaumia, unafurahi nini yeye anapoumia? Ukristo wako hapa ndipo ambapo unapohitajika kuonekana. Tumi, ingekuwa ni mimi Fenyo, mtu ananikosea alafu anaonyesha nia ya kujutia kwamba amenikosea na yeye anahitaji suluhu, mimi ningemsamehe, kwa sababu nikikaa na kinyongo hata mimi kinaniumiza. Naamini Tumi, hata wewe una furaha moyoni mwako. Hata unapomwona yeye huyu Kagiso huwezi ukawa na furaha. Jambo hilo maana yake litakuwa linakuumiza na wewe vile. Naomba uweze kumsamehe Kagiso. Maisha yenu yaendelee vizuri kama kawaida. Naendelea kukusikiliza. Labda nitakuelewa. Hivi Kagiso, una neno gani ambalo unataka kuzungumza na mimi? Yaani kitu gani ambacho utazungumza mimi niweze kukuelewa? Kitu gani ambacho unaweza kuzungumza mimi niweze kukuelewa? Kwamba wewe unafurahia watoto wa wengine waharibiwe maisha yao, lakini wakati huo eti watoto wa headmaster unawaona kwamba eti wao ni kitu cha maana na hawapaswi kuteseka. Kama anawatesa watoto wa wengine, kwa nini na yeye watoto wake wasiteseke? Utaniaminishaje kwamba wewe uhitaji kutoka kimapenzi na headmaster na ndio maana ulikuwa unataka ulikuwa unaomba eti kwamba aweze, yaani litokee lolote lile limradi tu asiweze kuhukumiwa? Kwanza unatilia mashaka sana kwamba hata simu yangu pengine kupotea kwake ni mipango yako uliyofanya ili kuweza kupoteza ushahidi. Kagiso. Tumi, naomba unisamehe sana, rafiki yangu na dada yangu na mwenyeji wangu ambaye ulikuwa mtu wa kwanza kunipokea na kunionyesha upendo. Naomba uweze kunisamehe sana kwanza. Siwezi kusema kwamba nahusika na hiyo simu, lakini ukweli nilikuwa naomba sana kwamba headmaster asifukuzwe shule na yani asifukuzwe kazi na pia asiende jela. Nilikuwa naomba hivyo kweli. Lakini hilo jambo pengine kwako limekuudhi, lakini ni kutokana na historia yangu. Labda kuna vitu ambavyo sijawahi kuambia nyinyi kama marafiki zangu, huwa naishia juu siku zote. Ninapotaka kuzungumza hivi, ninataka niwaambie kwamba
mimi nilipitia mateso makubwa sana mpaka kuja kusomeshwa kwa njia ya msaada. Nilipitia mateso makubwa sana nyumbani kwetu. Nilipitia mateso makubwa sana. Hayo ndio mateso ambayo yalionifanya mimi niwe na huruma sana pindi ninapoona mzazi yeyote yule akipata mateso, kwa sababu naona kama akifariki watoto wake watakuja kupata mateso kama ambayo mimi niliyoyapata. Leo ninatamani niwaeleze kisa changu kifupi. Kwa ufupi sana kama nitaweza, na Mungu anitie nguvu, kwa sababu kila nikikumbuka napata machozi yananitoka. Msikilizaji, mwanadada Kagiso machozi yalianza kumtoka. Alipokuwa anataka kuzungumza habari ya historia yake, machozi mengi sana alianza kumbubujika. Kitendo kilichofanya mpaka kijana Fenyo pamoja na mwanadada Tumi waanze sasa kugeuka kwanza kumbembeleza. Kitendo cha mwanadada Tumi kusogea na kwanza kumbembeleza mwanadada huyu Kagiso kilimfanya hata Kagiso kuamini kwamba kwanza msamaha wake umekwisha kukubaliwa. Alitamani kuendelea kuzungumza kwamba ni kitu gani ambacho kimetokea, yaani ni kitu gani ambacho kilimsibu huko nyumbani, mpaka ikafikia wakati ambapo hahitaji kuona mzazi wote anapokuwa anateseka. Lakini machozi yalikuwa yanambubujika mengi sana, kitendo kilichomfanya yeye kushindwa kuongea. Tumi, inaelekea huyo mtu ana historia mbaya sana huko nyuma. Inaelekea na historia ya majonzi makubwa sana, machungu ambayo aliyoyapitia. Hebu tujaribu kumfariji ili aweze kutusimulia kisa chake. Ni kitu gani ambacho kilichomsibu mpaka akawa hivi? Kweli, lakini sijui, anaweza akawa anatuekitia, lakini hebu ngoja tumsikilize. Kagiso, okay, mimi nimekusamehe, hebu naomba uendelee kuongea kwamba ulikuwa unasemaje. Nini yani kitu gani hicho ambacho kimekufanya wewe? Yani hebu tuambie historia yako kwanza. Machozi yalianza tena kumbubujika mwanadada Kagiso. Lakini kwa shida alianza kuzungumza. Alianza kuzungumza huku akiwa anapenga makamasi, huku akiwa bado machozi hajakauka vizuri, lakini anajitahidi kwanza kuzungumza maneno ambayo yaliyokuwa yanamfanya yeye mpaka atetee kila mzazi ambaye anayemuona mbele yake. Rafiki zangu, rafiki zangu, jitahidi basi uweze kutuambia. Pole sana. Naamini una kisa kigumu sana ambacho ulichokipitia. Lakini tushirikishe sisi kama rafiki zako, na sasa tumegeuka kwa ndugu zako. Tushirikishe ili tuweze kujua ni namna gani tunaweza tukaishi na wewe. Sikueleza mambo mengi sana, lakini mimi hapa nilipo ni yatima kamili. Uyatima wangu haukutokea kwa bahati mbaya. Ni uyatima ambao uliotokea kwa makusudi kabisa. Ni makusudi kabisa. Matendo ambayo yaliyotokea yalifanya nipoteze wazazi wangu wote na kunipelekea mimi kuingia katika mateso makubwa sana, mpaka pale ambapo kanisa lilipoamua kuchukua majukumu ya kuanza kunilea mimi. Si hivyo tu, historia yangu inauma sana kila nikikumbuka jamani. Ndio maana Usilie basi. Usilie, tunaomba tueleze. Unajua unapotueleza tutajua ni namna gani ya kuendelea kuishi na wewe zaidi. Hebu jikaze. Na pole sana kwa hayo ambayo yaliyokufika. Pole sana.
Okay. Tukio ambalo lililotokea ni tukio la machungu sana. Mwanadada Kagiso machozi alizidi kububujika mpaka alijikuta akishindwa kabisa kuzungumza. Umakini ulikuwa ni mkubwa sana kwa mwanadada Toby pamoja na Fenyo, wakitaka kujua ni kitu gani ambacho kilimtokea mwanadada huyu Kagiso. Lakini walikuwa wanajiuliza kwamba ni jambo gani zito sana ambalo limetokea kiasi kwamba akitaka kuongea na shindwa. Bwana msikilizaji, mwanadada Kagiso alishindwa kabisa kuzungumza, lakini alibembelezwa sana na hatimaye akakiri kwamba ataweza kuzungumza na kutoa ushahidi mwingi ambao aliokuwa anataka kutoa. Alikuwa anataka kutoa ushuhuda mzito sana ambao huenda ungewaliza wote. Msikilizaji, na kufikia hapo bwana, hiyo ndio sehemu ya 4 ya simulizi hii. Endelea kubaki na sisi hapa Makala Simulizi tuweze kufahamu ni nini ambacho kitakachoendelea. Ni nini kitakachojiri? Je, ni tukio gani hilo ambalo lililotokea mpaka mwanadada Kagiso akapoteza wazazi? Kuna historia gani hapa? Lakini vipi? Ni nini sasa kitaendelea? Je, maisha ya Headmaster yatakuwaje? Alafu vipi kuhusu mwanadada huyu Kagiso? Ataweza kweli kuishi bila wapenzi siku zote? Au bwana Kagosha ambaye tayari alikuwa ameshaanza mambo yake ataweza kumuingiza kwenye 18 mwanadada huyu? Au je, ni Fenyo ndiye ambaye atakaye kuchukua kombe na kukaa na mwanadada Kagiso? Lakini vipi hiki kisa? Ni kitu gani ambacho kilichomtokea Kagiso mpaka analia tu? I say, hayo na mengine mengi tukutane katika sehemu inayofuata. Nilikuwa nikikuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Oya, gari imewaka moto hii. Gari imewaka, ni moja kwa moja mpaka pale ambapo tutakapofika nchi ya ahadi. Bye bye, tukutane katika sehemu inayofuata. Like, subscribe and share. One love.